Na moja ya story ambayo imechukua nafasi ni ile ambayo imekuwa ikimhusisha Diamond Platnumz na Zuchu. Tunafahamu kwamba hao wote ni kutokea katika record label ya Wasafi, kwa maana mmoja ni bosi na mwingine ni msanii wa record label ya Wasafi. Sasa hivi wamekuwa kienda viral sana kutokana na kile ambacho kimewakutanisha wawili hao, kutokana na kujaliwa kupata mtoto wa kike kwa siku 2 zilizopita. Sasa hivi ukiingia katika mitandao ya kijamii, moja ya story ambayo imekuwa ikizungumzwa ni story ya Diamond Platnumz na Zuchu kubarikiwa mtoto wa kike, licha kwamba mpaka muda huu tunapozungumza ni kwamba bado jina lake halijawekwa wazi, kwa maana kwamba sasa umma kufahamu kwamba mtoto huyo anaitwa jina gani. Utakumbuka kama umekuwa ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakifuatilia katika mitandao ya kijamii, utaona namna ambavyo wasanii mbalimbali, mastaa mbalimbali pia ambao wanaenda hospitali kumpa pongezi Zuchu na Diamond Platnumz mara baada ya kubarikiwa kupata mtoto wa kike. Na hiyo ilianzia toka siku ya Jumamosi, lakini pia siku ya Jumapili, Jumatatu, na naamini pia mpaka pale ambapo ataruhusiwa kuondoka katika hospitali hiyo. Lakini ile siku ya kwanza wakati wameanza kwenda kumuona mtoto huyo, wageni mbalimbali walikuwa kienda na maua pamoja na pesa. Baada ya Diamond Platnumz akaposti kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram kwa kile ambacho alidai kwamba maua yanatosha, sasa watu wapeleke pesa, kwa kile ambacho watu walihisi kwamba ni utani tu ambao Diamond Platnumz ameamua kuzungumza. Kwa hiyo ilikuwa imeleta hisia mpya kabisa kupitia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, watu wakisema okay, sasa watu inabidi wapeleke pesa na sio maua, kwa sababu maua yanatosha, na Diamond alisema kwamba hatujazaa nyuki, tuliyemzaa ni mtoto, kwa hiyo watu waje na pesa. Baadaye watu walikuja na pesa hadi tulishuhudia pia kifaa ambacho kilikuwa kimewekwa pale ambacho kilikuwa kina pesa za kutosha. Na kwa taarifa tulicha kwamba hajawekwa wazi, ni kwamba zaidi ya milioni 400 ambayo imekusanywa. Na kilichokuwa kinafanyika pale ni kama wasanii walikuwa wanashindana hivi, kwa sababu kila msanii ambaye alikuwa anaenda pale alikuwa akishutiwa video, na video hiyo pia ilikuwa inawekwa kwenye mtandao. Kwa hiyo tulikuwa tukiona wasanii wakijimimina kwenda kumtunza mtoto, pesa ambazo walikuwa wakifika pale wakiingia tu kabla ya story nyingi wanahakikisha kwamba anazimwaga pesa hizo kwenye kifaa maalum ambacho kilikuwa kimeandaliwa kwa ajili ya kuhifadhia pesa hizo. Kwa hiyo hiyo nayo imeleta hisia nyingine kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, watu wengine wakienda mbali zaidi wakitamani kuwa kama Zuchu, namna ambavyo ilivyo na namna ambavyo mtoto amefanikiwa kukusanya pesa nyingi sana akiwa bado ni mdogo, akiwa hajafikisha hata wiki moja, kwa maana kwamba kipindi amezaliwa tu tayari amefanikiwa kukusanya pesa hizo nyingi ambazo yeye alikuwa amefanikiwa kuweza kukusanya. Kwa hiyo ni kama imeleta discussion nyingine kupitia katika mitandao mbalimbali ya kijamii kwamba bana, imewezekanaje hiyo, lakini kutokana na ustaa ambao Diamond Platnumz alionao, lakini pia Zuchu na aina marafiki pia ambao wako nao. Kwa hiyo kila mtu ambaye alikuwa anaenda pale alikuwa anahakikisha kwamba anaenda na pesa za kutosha, ili mradi tu asije akaaibika pale kutokana na kiasi cha pesa ambacho atakitoa pale. Rayvanny ni mmoja msanii pia ambaye alienda pale na alitoa pesa nyingi sana, na Billnass miongoni mwa wasanii pia ambao wameenda pale, lakini pia waziri wa maji Juma Aweso na mke wake Joketi Mwegelo ni miongoni mwa watu maarufu pia ambao walijitokeza kwenda pale. Baba Levo yeye ameenda pale, na baada ya kufika pale akawa anazungumza na kudai kwamba yeye amepewa siri ya jina la mtoto, kwa hiyo analijua lakini asingependa kutangaza, na ni kutokana na maagizo ambayo amepewa na familia hiyo kwamba asije akatangaza jina hilo, kwa sababu kuna sherehe maalum ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wana reveal jina la mtoto, na umma sasa uweze kufahamu kwamba huyo mtoto sasa hivi anaitwa jina hili, ili sasa aweze kufahamika. Kwa hiyo wanadai kwamba wameshindwa kutoa jina kwa sababu hizo, ili pia sherehe yake pia iweze kuwa na mvuto mwingine tena, watu waweze kuwa na hamu ya kujua kwamba okay, sasa mtoto kumbe anaitwa fulani na fulani. Kwa hiyo ni mpangilio tu ambao wao wameupanga, na muona kama ni fursa nyingine tena ya kuhakikisha kwamba wanaleta shamba tu katika tasnia, kutokana na aina ya watu wenyewe pia ambao wamefanikiwa kumpata mtoto huyo. Kwa hiyo imekuwa na maoni mengi sana. Baadhi ya
Maoni yako na mtazamo wako ni upi kwa wewe sasa hivi unaitazama hii kupitia channel yetu ya YouTube ya Dodoma TV? Usiache kutuandikia hapo kupitia Dodoma TV, lakini pia usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa zaidi. Chao.